Kwa hiyo mfumo utakwenda hivyo, mkanda utazunguka ulimwengu mzima. Utakapozunguka ulimwengu mzima, Mungu anataka tufanye nini kwenye wakati huu? Sio tushike risasi tukatetee Israeli wala tukatetee Kenya, tukatetee Mwirani. Anachotaka wakati huu tuokoke, tuache uovu, tukimbilie makanisani. Kwa kuwa neema ya Mungu inakaribia kufungwa duniani, msamaha wa Mungu unakaribia kufungwa duniani. Maana wakati wa sasa dhambi ya kila mwanadamu kwa wakati wa sasa inasamehewa kwa njia ya Kristo Yesu, kwa msalaba na mauti yake. Inasamehewa. Lakini mara baada ya hii neema kufungwa, msamaha haupo. Na neema hii inafungwa kwa kuwa kanisa linakaribia kuondolewa, ili hii new world order itimizwe sasa, ili wanadamu waliomkataa Mungu, waliokataa neema ya Mungu, waliokataa wokovu, walioona kuhubiriwa kwa wahubiri wanaohubiri habari ya utakatifu, walioona kwamba wahubiri wanaohubiri habari ya utakatifu wanapoteza wakati, wanasumbua jamii, wanapiga kelele. Walokole waliookoka kuomba kwao wanatupigia kelele, yani hatulali, yani hatuna raha, yani hatuna amani, ili hao wanaoona kumcha Mungu ni ujinga wakumbuke na kujutia, wakisema lakini wako wakina fulani walinena, leo hawapo. Kanisa litaondolewa. Kwa nini? Ziki kuu inakuja. Ziki kuu iliyonenwa ambao ni njaa kali kupita maelezo. Ukisoma kitabu cha Wafalme kinaelezea kwa habari ya njaa ya Samaria. Ilikuwa ni njaa kali ya Samaria ambayo ulifika wakati watu wa mji ule walikosa chakula kiasi kwamba walikula njiwa wakaisha. Ukafika wakati sasa wakawa wananunua mavi ya njiwa na wanagombania kinyesi cha njiwa. Jaribu kufikiri ilikuwa ni njia ya namna gani? Na jeuri ya mwanadamu kutomcha Mungu ni kwa sababu anakula, anakunywa, anashiba. Shibe inakuletea kiburi leo, lakini unakuja wakati ambao utatafuta kushiba, hautashiba. Unakuja wakati. Biblia inasema watu walikula watoto wao, walitafuna watoto wao. Tunahubiriwa habari ya kuacha maovu, tunasema Bwana, wanatupigia kelele sana. Sawa, lakini sisi hatuachi kusema kwa kuwa tumetumwa kusema. Sasa huu mpango wakati unaendelea, vita vitakapotanda kwenye ulimwengu taifa kwa taifa, yamkini kanisa la Mungu litakuwa limekwisha nyakuliwa. Naposema kanisa la Mungu namaanisha watakatifu wa Mungu walioko duniani. Hatachukua dhehebu, hatachukua dini, hatachukua si nini, atachukua aliyetakaswa kwa damu ya Yesu peke yake.
parapanda italia. Kristo Yesu atasimama katikati ya anga pamoja na jeshi lake na malaika zake. Parapanda itakapolia, watakaoisikia ni waliookoka peke yao, wakajazwa Roho, waliooshwa kwa damu ya Yesu. Hakuna yeyote atakayeisikia sauti hiyo isipokuwa ni aliyejazwa Roho wa Mungu, aliyeokoka kaishi maisha matakatifu. Useme mimi mchungaji nimeshaokoka. Aliyejazwa Roho wa Mungu na anayeishi maisha matakatifu, ambaye dhambi kwake ni adui, hao ndio masikio yao yatafunguka kusikia sauti ya mwana kondoo. Biblia inasema ya kwamba wawili watakuwa shambani. Kwa lugha ya kibiblia imesema kondeni. Kwa lugha ya kisasa au ya kikwetu tunaita shambani. Wawili watakuwa shambani, mmoja atwaliwe, mmoja aachwa. Wawili watakuwa kitandani, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Wawili watakuwa mashineni wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Nini maana ya kauli hii? Maana yake hali hii itawakuta watu wakiendelea na shughuli zao na mambo yao kama ilivyo, kwamba itanikuta labda mimi nikiwa Kariakoo naendelea kununua bidhaa za Kariakoo pamoja na watu walioko Kariakoo wenye dhambi wasiomcha Bwana, nitatwaliwa katikati yao, wenye dhambi watasalia. Maanake kama ni mke na mume, mke ameokoka, mume hajaokoka, wamelala kitandani, mwanaume atakuja kushtuka kumebakia shuka tu peke yake. Tuko shuleni, mwalimu hajaokoka, wanafunzi wameokoka, anakuja kushituka ni madawati meupe peke yake. Walimu wako ofisini, mwalimu mkuu ameokoka, anakuja kushtuka walimu wengine, mwalimu mkuu hayupo, kaacha gwanda zake hapo. Ni jeshini waliookoka, wanakuja kushtuka mkuu wa jeshi, basi tayari anashangaa hapo, nyota zimebaki hapo, yeye amekwisha nyakuliwa, ameondoka. Kama ni juu ya anga, wakati huo rubani anaendesha ndege, mnisikilize vizuri ninachokizungumza, wakati wa unyakuo inapotokea, kama rubani ameokoka, atanyakuliwa, ndege litaenda lenyewe na litapata ajali, vifo vitatokea. Wanaoendesha vindu vya nyukilia huko, kama ameokoka, huyo kamanda anayeendesha atanyakuliwa, milipuko itajilipua yenyewe, kwa kuwa hakuna anayeoperate tena. Kwenye treni hapata kuwa na dereva. Kama dereva atakuwa ameokoka, atanyakuliwa ghafla, tena litajiendea lenyewe, kisha litazabisha ajali na mauaji. Kwenye meli vivyo hivyo, kona zote vivyo hivyo, kutatokea vifo, milipuko na uharibifu. Kisha dunia itakuwa na pigo la pili ambalo ni hili, achana na vita. Watu wanashangaa, inakuwaje tena mambo haya? Wakiwa kwenye hali hiyo, wanataruki, wanajihoji, wanajiuliza maswali mengi. Atatokea nabii wa uongo. Huyu nabii wa uongo ni nani? Huyu nabii wa uongo ni yule aliyenenwa kwenye Biblia. Unaposikia duniani pana manabii wengi wa uongo, yuko mkuu wao kwenye ulimwengu wa roho, ambao anafufia hiyo roho ya unabii wa uongo. Sasa huyo atatoka katika roho na kuvaa sura ya mwanadamu, ambaye hiyo sura ya mwanadamu ni mwanadamu ambaye duniani anajulikana kwamba ni kiongozi fulani wa dini, kiongozi mkuu. Sijua wakati huo atakuwa nani huyo kiongozi wa dini, ambaye ni nabii wa uongo, ndiye atakayeudanganya ulimwengu na kuituliza dunia. Atawaambia jamani, tulieni,
wala msipate shida. Wakati huo watu wanajiuliza, mke wangu simoni, mtoto wanangu siwaoni, sioni. Jamani, mimi wanangu walienda shule lakini siwaoni. Kumbe watoto wale huko shule walikuwa wanaenda kipindi cha dini, waliokoka. Wazazi ni pagani, sio mjua Mungu. Watoto wamenyakuliwa. Kwa wazazi watahangaika kutafuta, wataenda huku na huku, huku na huku, mpaka polisi. Wakienda polisi wanaambia mkuu wa kituo mwenyewe ametuachia gwanda, hatujui alipo. Kwa kesi hatuwezi kusolve. Kwa hiyo wakati dunia iko kwenye hali ya machafuko ya namna hiyo, ina maswali yasiyo na majibu, atatokea huyu sasa nabii uongo na kuituliza dunia na kuambia, jamani tulieni, mimi najua kilichotokea ni kwamba ni hali ya mabadiliko ya nchi. Kwa kuwa hawa watu hawakujikita kwenye mifumo fulani, dunia imewakataa, dunia imewatema, dunia imewameza, dunia imewafuta. Ulimwengu utadanganywa hivyo na utaamini na utatulia. Wakati ulimwengu umeamini na umetulia, wakati huo vita inaendelea kupamba moto, anaibuka sasa mpinga Kristo. Ambaye huyu mpinga Kristo naye nje ni mwanadamu, lakini ndani si mwanadamu. Ni lugha ngumu sana kukuambia ukanielewa, ni lugha ngumu sana, lakini utolea mfano mwepesi utanielewa. Ukisoma kitabu cha Kutoka, Mungu anakutana na Musa. Mungu anaongea na Musa, Mungu, lakini amejitokeza kusema na Musa akiwa ndani ya kijiti. Ni Mungu lakini yuko ndani ya kijiti. Ni shetani lakini atakuwa ndani ya huyu mtu. Ni ibilisi 100%. Sasa huyu mpinga Kristo kibiblia amenenwa ni mnyama, yaani kwa lugha rahisi, kiroho ni mnyama. Kiroho atakuwa na umbo la mnyama, wale wa kiroho watamuona kama mnyama. Kimwili ni binadamu. Na Biblia inasema ibilisi ambaye ni joka, Biblia inasema atampa uwezo wote huyo mpinga Kristo. Hadi kwa lugha rahisi, kama Yesu alivyomaliza kazi akasema, Baba amenipa uwezo, amenipa mamlaka yote mbinguni na duniani. Hakuna mkuu kuliko mimi mbinguni, hakuna mkuu kuliko mimi duniani. Hakuna jina kubwa kule kuliko mimi, hakuna jina kubwa kuliko jina la Yesu duniani. Naye huyu atapewa uwezo wote wa kishetani. Nisikilize vizuri, nguvu za shetani hazionekani sasa, kwa kuwa kanisa la Bwana liko duniani. Litakaponyakuliwa ndio mtajua haka kamdudu, ambapo sisi walokole tunaona ni kamdudu kadogo kwa sababu ya neema ya Bwana. Ndio mtajua sasa lile neno uliosema kwamba ibilisi ni mungu wa dunia hii. Mtaona namna atakavyoifanya dunia. Sasa hivi unasema shetani mshamba.